أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Katika kikao kilichopita tulitaja kwamba mtu anaweza poteza asili yake, mtu anaweza poteza murwa wake, na mtu anaweza poteza shakhsia yake kwa ajili ya mali, yani kwa ajili tu aingize mali, na kwa ajili ya tu apate cheo, na kwa ajili ya kuogopa kupoteza riski. Hii tunaweza panua kidogo. Mabinti zetu leo wako tayari kufanya haya mambo matatu ili wasiwe wenye kupoteza haya mambo matatu, ambayo kwamba wao wataona kwamba ni sahihi, lakini ni makosa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pia ni kukosa uhuru wake. Kwa nini? Kwa ajili siku baada ya siku atakuwa yuko bado anaishi katika ile cycle ya slavery. Wakati ambao kwamba binti atauza mwili wake kwa ajili ya mansab, yani kwa ajili apate cheo. Wakati ambao kwamba binti wa Kiislamu atauza mwili wake ili awe ni mwenye kupata mali. Wakati binti wa Kiislamu atauza mwili wake kwa ajili ya kuhofia kwamba atakosa riski, inamaanisha kwamba hii itakukula baadaye na itamla baadaye. Wacha tueleze itamla baadaye vipi. Kwa sababu wakati ambao kwamba tayari ashajiuza mwili wake au ashauza mwili wake katika mambo haya matatu, ya kwanza kabisa, yule ambaye kwamba aliyefanya naye kitendo kile atamwona kwamba hana thamani. Kwa hivyo yeye atakuwa ni slaves wake siku zote, atakuwa ni kijakazi kwake siku zote, kwamba wakati anamhitajia atakuwa na wasiliana naye, anafanya naye masala yale. Pia kwa ajili ya aliona, mimi nikifanya haya ndapata cheo. Cheo si chochote, cheo ni jina tu, lakini hakuna cheo kubwa kama ile cheo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikupa. Sasa utapata cheo, lakini yule ambaye kwamba aliyekupatia cheo atakuona wewe ni duni, hauna maana, na siku zote utakuwa naishi kwa kivuli chake, yani utakuwa naishi katika kivuli chake ambacho kwamba yeye mwenyewe anajua kivuli chake kinafika wapi. Riski hivyo hivyo, binti ataona kwamba mimi ndapoteza hii riski, kwa hivyo ili nisipoteze riski ni fanye kitu fulani, ambaye kwamba utakayefanya naye kitu kile na kupatie pengine shilingi milioni 1, milioni 2, milioni 3, siku baada ya siku atakuona kwamba wewe hauna maana. Kwa nini? Kwa ajili yeye alikupatia, bila hicho wewe haungekuwa. Kwa hivyo atakuwa na kutumia kivyovyote vile anavyotaka, na hivyo utakapopawa akili pia saikolojia ya yule binti itakuwa ni hivyo, kwamba mimi nikifanya kitu fulani, mimi nikifanya jambo fulani, kwa hivyo itanifikisha sehemu fulani. Huo ni utumwa wa shahwa, ni utumwa wa matamanio, ambao kwamba lau binti akisubiria, awe ni mwenye kusubiria riziki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na afanye bidii katika njia yake, hawezi ingia katika mitego haya ambayo kwamba anaingia katika maisha yake, ambayo kwamba haiwezi wahi kuwa ni yenye kumfuata katika maisha yake, lakini haya yatakuwa ni yenye kumfuata hata baada ya miaka 20, inakuwa ni yenye kumfuata tu. Sasa ndio maana anasema kwamba huwa fil haqiqa abdun, yani atakayefanya haya masala matatu ni slave, ni mtumwa. Liman yamliku hadha rizq, ni mtumwa wa yule ambaye kwamba anayemiliki riziki ile, ni mtumwa wa yule ambaye kwamba anayempa, yani yule ambaye kwamba amempa ili apate mali, ili apate mansab, yani apate cheo, au asiwe ni mwenye kupoteza riski, atakuwa siku zote ni mtumwa wake. Wabidhalika, na kwa sababu hiyo atakuwa ni mwenye kupoteza uhuru wake wa hakika, kwa ajili akiwa yuko mbele ya yule bwana alimpatia riski ile, akiwa yuko mbele ya yule bwana ambaye kwamba alimpatia mansab, yani cheo kile, akiwa yuko mbele ya yule bwana ambaye kwamba alimpatia mali ile, atakuwa yuko na haya fulani, na hiyo haya inatokamana na chembe ya nini? Inatokamana na chembe ya utumwa. Kwa hivyo hakuna kitu muhimu sana kama uhuru. Masala ya tatu ambayo kwamba tulikuwa tunataka tuongee kuhusiana nayo ni masala ya almasuliya alfardiyya. Almasuliya fardiyya ni nini maana yake? Almasuliya kwanza ni responsibility, ni mtu kuhisi kwamba ana majukumu.
majukumu ya kidhati, majukumu ya mtu binafsi, ni kwamba kila sote na sote, yani sisi wote inafaa tuhisi kwamba tuna jukumu, yani tuna jukumu katika nafsi zetu, yani sisi wenyewe tuna jukumu, tuna majukumu ambayo kwamba lazima tuyafanye. Lakini sasa anasema ibara hii almasuliya alfardiya, hadhihi alibara, yani lafdhi hii hiya ni nini? Nidaun, ni nida, ni mwito. Yani wakati ambao kwamba tunasema almasuliya fardiya, ni kwamba ni sauti ambayo kwamba inaita nini? Lilistiqlali dhati, inanadi kuwa na kujitegemea kwa mtu binafsi, yani kutokuwa ni abdun, yani kutokuwa ni kijakazi au kutokuwa ni mtumwa wa mtu mwingine. Ni kwamba mtu atakapojihisi kwamba mimi nina masulia, ni kwamba amejirudia nafsi yake. Mtu atakaposema kwamba mimi nina masulia, ni kwamba anasema kwamba mimi sitaki niwe mtu, yani sitaki niwe mtumwa wa mtu mwingine. Wakati ambao kwamba mtu atasema kwamba mimi nina masulia, ni kwamba anataka kutoa takataka ya kutegemea mtu mwingine. Sasa hii hali ya mtu kuhisi kwamba yeye ana majukumu, fahiya tahta almu'min ala. Hii nukta ni kwamba iko na maana kadhaa. Ya kwanza kabisa, izzatul linafs, ni mtu kujienzi, ni kwamba mtu anajirudia nafsi yake na anaezi nafsi yake, anaheshimu nafsi yake, anahifadhi nafsi yake kutokamana na hii slavery, yani kutokamana na hisia ya kuwa chini ya mtu yoyote. Kwa hivyo ya kwanza, alla yutati rasa illa lillah. Ya kwanza kabisa, mtu akiwa na kitu kinachoitwa al-istiqlalu dhati, yani njia sasa ya kutoa takataka ya hiyo slavery, ya kwanza kabisa ni nini? Ni mtu ahisi kwamba kuna izza ya nafsi, anajienzi ya mwenyewe. Na maana yake nini? alla yutati rasahu illa lillah, asiwe ni mwenye kupinda kichwa chake isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani asiwe ni mwenye kuangusha kichwa chake isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wakati ambao kwamba sisi tunaswali, wakati ambao kwamba wewe unaswali, unasujudu na unasema Allahu akbar, inamaanisha kwamba unafanya tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, unafanya tauhidi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, unampokesha Allah subhanahu wa ta'ala, na kila kitu ambacho kwamba si Mwenyezi Mungu unaifanya ni sighari, yani unaifanya ni ndogo, haina maana mbele yako. Si kwamba haina maana ndio idhalilishe, la, yani haina maana hakikatan, haina maana kiuhakika mbele yako, lakini kitu ambacho kwamba iko na maana ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndio maana anasema alla yutati ra'sahu illa lillah, asiwe ni mwenye kuangusha kichwa chake isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, al-istiqama. Al-istiqama ni kuwa na msimamo, kitu ambacho kwamba kinaondoa yale ambayo kwamba tumesema kwamba mtu asipate ile hisia paka ya kwenda kujiuza kwa mtu mwingine, asipate ile hisia kwenda na kutafuta kujidhalilisha ili apate mali, asipate hisia ya kwamba mimi nafanya kitu fulani ili nipate niingize kitu fulani, awe ni mwenye kujidhalilisha vile tunavyoona watu wanavyofanya. Kitu ambacho kwamba kinaweza saidia ni al-istiqama. Al-istiqama ni kuwa na msimamo. Na mandugu zangu, hakuna kitu muhimu katika maisha mwanadamu kama msimamo. Msimamo ndo kila kitu katika kupumua kwa mwanadamu. Bila msimamo dini ya Kiislamu haingetufikia. Bila msimamo an-nahy wal munkar haingepatikana. Bila msimamo vitu vingi katika Uislamu haingepatikana. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam pia aliambiwa fastaqim kama umirtu, kuwa na msimamo, simama vile ulivyoamrishwa, simama ngangari vile ulivyoamrishwa. Kwa hivyo nukta muhimu sana ni al-istiqama. Al-istiqama ni kuwa ngangari, ni kuturudi nyuma, wa ama katika lugha nyingine ya mtaani ni kutolegalega. Kama anasema an yakuna lahu ra'yun, ni yeye ni mtu binafsi au yuko na rai yake, nabi'un min alqiyam,
rai zile zinatokamana na ukweli. Wewe ukiwa na rai, jaribu sana, ama ukiwa na opinion aina yote, uwe na fikra aina yote, jaribu kuangalia hii fikra ni ya mtu. Je, kama ni ya mtu inatokamana na nini? Au kama ni yako wewe mwenyewe, je, iko na njia sahihi? Yani iko katika njia sahihi ama haiko katika njia sahihi? Unaweza jaribu pia wewe mwenyewe kuzalisha rai zako. Unaweza jaribu pia wewe mwenyewe kuzalisha maoni yako. Unaweza jaribu pia wewe mwenyewe kuzalisha fikra zako. Yani wewe mwenyewe anza kujisimamia katika fikra, kujisimamia katika maono, kujisimamia katika matendo, kujisimamia katika kila kitu ambacho kwamba inafaa mwanadamu kujisimamia. Na hiyo ndo inafanya mtu anakuwa ni mtu wa kweli. Yani ukiwa wewe mwenyewe unajisimamia mambo yako, ukiwa mwenyewe unaweza jipelekea mambo yako, ukiwa wewe mwenyewe unaweza kuja na uamuzi kivyako, ukiwa wewe mwenyewe unaweza fanya chochote unavyotaka, inamaanisha kwamba wewe uko na rai ambayo kwamba watu lazima watakuwa ni wenye kuheshimu. Lakini ikiwa kila siku unategemea rai ya watu wengine, ikiwa kila siku wewe unaangusha hadhi yako, inamaanisha kwamba hata mbele ya watu utakuwa uko, lakini kuna baadhi ya watu hautakuwa uko. Ndo anasema kwamba la min imlaati al-akharin, sio wengine wakufanyie, sio kwamba wengine wakusemee, sio wengine wakuandikie, sio wengine wakufanyie ndo uwe ni mwenye kufika katika njia ambayo kwamba inafaa, lakini wewe mwenyewe jisimamie. Kwa hivyo utakapojisimamia, inamaanisha kwamba utakuwa umetoka katika circle ya kuwa chini ya slavery ya mtu wote, yani chini ya utumwa wa mtu yeyote yule. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.